katika jina la Yesu aliye hai. Mtu mmoja aseme amen. Nataka tusome wote kitabu hiki cha Mwanzo sura ile ya 2 na ule mstari wake wa 18 mpaka ule mstari wa 25. Tasoma kwa haraka na tusikilizane vizuri, sintakula muda wako, utulivu wako ndio utanifanya nimalize kwa wakati kabisa. Biblia inasema Bwana Mungu akasema, si vema huyo mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Bwana Mungu akafanya kutoka katika ardhi kila mnyama wa msituni na kila ndege wa angani, akamletea Adamu ili aone atawaitaje kila kiumbe hai. Jina alilokiita Adamu likawa ndilo jina lake. Adamu akawapa majina yao kila mnyama wa kufugwa na ndege wa angani na kila mnyama wa mwituni, lakini akuonekana wa kumsaidia Adamu aliyefanana naye. Hili neno mlizingatie. Adamu akaletewa kila kitu, lakini Biblia inasema hakuonekana wa kufanana na nani? Na Adamu. Bwana asifiwe sana. Sura 21 Biblia inasema Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala, kisha akatoa ubavu wake mmoja akafunika nyama mahali pake, na ule ubavu aliotoa katika Adamu Bwana Mungu akaufanya mwanamke, akamleta kwa Adamu. Adamu akasema, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke, kwa maana ametwaliwa katika mwanamume. Kwa hiyo mwanaume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Nao walikuwa uchi wote wawili, Adamu na mkewe, wala hawakuona haya. Kama unasadiki hii ni Biblia takatifu, nisikie amina iliyoshiba. Bwana asifiwe sana. Nataka nizungumze ujumbe mfupi unaoitwa nguvu ya kuambatana katika ndoa. Nguvu ya kuambatana. Ujumbe huu unamhusu Naomi pamoja na Denisi, ndio wahusika wa kwanza, lakini pia hata wewe unayenisikia unakuhusu. Lazima uelewe kwamba ndoa ni mpango wa Mungu kamili kabisa. Na ndio maana kitabu cha Waebrania kinasema ndoa inaheshimiwe na watu wote na malazi yawe safi. Kwa hiyo ndoa ni mpango wa Mungu, na ndoa ilianzia katika bustani ya Edeni. Ndoa ya kwanza ni Adamu na Hawa. Biblia inasema Mungu alipokuwa amemuumba Adamu, Biblia inasema kila kitu Adamu alikiita majina. Tunasikia mbwa, mbuzi, ng'ombe, kuku, chochote unachokiona Adamu ndo alitoa majina. Lakini pamoja na kupewa hiyo mamlaka, Biblia inasema ya kwamba hakuonekana au hakikuonekana kitu cha kufanana na Adamu. Kwa maana ni kwamba kama mwanamume au mwanamke, kwa mujibu wa maandiko haya, hauna ndoa, lazima umuombe Mungu akupe ndoa. Kwa sababu kama ni mwanaume una hela, hela haiwezi kufanana na wewe. Kama ni mwanaume una nyumba, una gari, una cheo, una umaarufu wowote, hauwezi kufanana na wewe. Lazima uwe na kitu kinachoitwa ndoa. Na lazima tusijifariji, kwa sababu shetani sasa kuna vitu amevitengeneza katika mfumo wa leo. Inafika sehemu watu wanaona kwamba hakuna umuhimu wa kuolewa. Ndio maana watu unakuta kuna magrupu mbalimbali naona katika mitandao. Wengine wanasema nikiwa single, mimi single maza na enjoy, usingle ni lani enjoy. Nataka nikwambie hilo ni pepo kabisa kutoka kuzimu. Hakuna ambaye anaweza akaenjoy akiwa single. Na ukikiri hivyo, shetani anayachukua yale maneno anafunga, unaweza ukakuta unaondoka duniani na una ndoa. Lakini nakuombea mchana wa leo na jioni ya leo, Bwana akufungue akili, uanze kukiri ya kwamba ndoa kwangu ni lazima, na lazima nitaolewa kwa utukufu wa Mungu. Sema amina kama unaelewa. Sasa Biblia inasema ujue unapomuona mwanamke, kwa nini anaitwa mwanamke? Kwa sababu alitwaliwa katika mume. Amen. Bwana sifiwe. Kuna utafiti ambao ulifanyika, mbavu za mwanaume upande huu hazijatimia. Kuna ubavu ambao unakosa, ambao ndio ubavu uliochomolewa kwa Adamu ukawekwa kwa Eva. Mwambie mwenzako, kama umekaa na binti, mwambie ubavu wako hupo. Mwambie hivyo. Mwambie ubavu wako hupo.
Mwambie ubavu wako upo. Naamini kabisa kwamba kila mtu ana ubavu wake, kwa sababu Biblia nasema mume, hakuna atakayemkosa mume au mke. Lakini nini kinatokea? Kwa sababu ya mambo ya dunia, na ibilisi apendi ndoa, kwa sababu kwenye ndoa ndiko kuna baraka. Ukikosea ukachukua ubavu ambao sio wa kwako, ndo unaona watu mpaka wanachinjana, ndo unaona watu mpaka wanamwagiana petroli, ndo unaona watu mpaka, kuna kipindi fulani niliona tukio moja Kigamboni kule, baba mmoja amemchukua mke wake, wanaishi ndani, akamchoma kwa mkaa, akamchukua akampeleka shambani, akachimba shimo, akamfukia, akapanda mgomba. Ni roho ya kuzimu kabisa. Kwa nini? Kwa sababu nina uhakika ule haukuwa ubavu wake. Ukipata ubavu wako hautasumbuka kwa jina la Yesu. Bwana akupe ubavu wako kwa damu ya mwana kondoo. Haleluya! Kila mtu ana ubavu wake hapa. Kwa hiyo watu wa Mungu, Biblia inasema baada ya hayo Mungu akamwambia mwanamke na mwanaume, utamwacha baba yako na mama yako, nawe utaambatana na mke wako. Sikiliza, kuna gharama ya kuambatana. Gharama ya kwanza ya kuambatana ni kuna kitu kinaitwa kuacha. Unapotaka kuambatana mume na mke, Naomi na Denisi, lazima uwe na kitu kinachoitwa kuacha. Sema amen. Sio Denisi kumwacha Naomi, wala sio Naomi kumwacha Denisi, bali Denisi ni kuacha wengine na Naomi ni kuacha wengine. Wale waliokuwa wanapiga miruzi kabla Denisi hajatokea, lazima waambie, mimi tayari niko na Denisi, bwana huyu nampenda sana, ende za Mwakinyakyusa. Lazima waambie. Na wewe Denisi, gharama ya kuacha lazima uache. Hata kama uko naye kwenye simu, mwambie tayari ubavu umeshapata ubavu mwingine. Lazima uache Denisi. Acha chati, acha nini hizo, kwa jina la Yesu. Ukitaka ndoa lazima ukubali kuacha. Kuna vitu ambavyo mwenzako anapokuwa anaoa au anaolewa, kuna vitu, kuna mifumo ya kimaisha unakuwa uko nayo. Sema amina. Bwana sifiwe. Nitasema neno japokuwa sio zuri. Sema mtumishi. Aliyenifungisha ndoa alisema, kijana, najua ulikuwa bachelor, ulikuwa unalala umevaa jeans. Kamsikiza huyu mzee anaelekea wapi? Kuanzia sasa lazima uache kuvaa jeans. Bwana sifiwe sana. Ukiwa bachelor si unaweza, ukiwa bachelor unaweza ukawa upiki, unakula kwa mama ntilie. Hilo ukishaoa, acha Denisi, kula kwa mama ntilie. Nenda kwa Msukuma Naomi, utakikuta chakula kitamu, nina uhakika nao. Asianze kuja anakuandalia hapa unasema ujue nimeshiba, you know my tumbo. Tutaelewa kwa kweli. Akilileta hili swala nitakushughulikia kwa mujibu wa kimungu. Sema amina. Kwa hiyo kuna kuacha ili mume ambatane na mke. Kuna watu, kuna mama utamwacha, ndugu utamwacha, lazima mjomba utamwacha. Lakini leo kwa nini ndoa nyingi zinasumbua? Kwa sababu wahusika kwenye ndoa hawajakubali kuacha. Umeoana na mke wako, maisha ni ya kwenu wawili, lakini bado unalimotiwa na mama mkwe, unalimotiwa na baba mkwe, unalimotiwa na dada, unalimotiwa na shangazi. Lazima Naomi, unapoolewa lazima uwe na sikio la kimungu. Mengine unasikia unayakubali, mengine unayachuja. Denisi, mengine unasikia unayachukulia, ule ushauri unaukubali, mengine unayakataa. Ujue ni ajabu mtu kuolewa alafu akaenda, yani kwenye ufahamu ametoka kwa baba, lakini bado likitokea shida, baba, eti mke wangu amesema anahitaji 1,000,000 ya mtaji. Aisee, wewe utakuwa faraliro. Utakuwa ufai kabisa. Amen. Lazima uambatane, uache. Acha uliokuwa unawapenda, acha mama. Jua nikupe siri. Kwani unakuta wazazi wetu mpaka leo wapo. Kama wangesikiliza ushauri wa kwao, nadhani mimi baba na mama bado wapo. Na bado wako pamoja. Na hawajawahi kuachana. Na mimi sina mpango wa kuacha mke. Sina. Hello. Sababu anaweza kaja binti hapa kanisani akawa na karo ka shetani. Akimwangalia mtumishi anasema, lakini huyu kaka hivi hawezi kumwacha mama mchungaji, ngoja niingie kwenye maombi. Utapata bure vidonda vya tumbo. My friend.
Sina mpango huo. Ukurasa wa ndoa nimemaliza. Namwangalia Bwana wa majeshi aliye hai. Kwa hiyo ndugu zangu, gharama namba moja ni kuacha. Sawa? Unaacha vyote. Unaambatana na mume. Denisi na Naomi mnaambatana. Ninyi ni mwili mmoja. Mwili mmoja ni upi? Denisi, usiende kazini ukapitia nyama choma ukala, nyumbani ukaacha matembele. Ni mbaya sana. Nishawahi kuishi tena na ni mtumishi wa Mungu, nishawahi kuishi naye. Mungu anisamee. Mimi sikuwa na kitu. Ila nikienda naye center, kwa sababu tulikuwa tunakaa sehemu tunashuka center. Ni kijijini, tunatumia kama 15,000, supu za kutosha, tunakunywa vinywaji vya gharama. Alafu tukimaliza hapo, nyumbani ameacha buku la bilingani. Nakumbuka vizuri. Sema amina. Sema amina. Kwa hiyo Denisi, mwili mmoja ni kwamba unachokula Naomi yale. Sawa? Usimfiche mshahara unaopata, mapato unayoyapata. Wanaume wengi kwa nini wanakufa mapema? Wanakufa na siri. Ujue usimwamini mwanamke. Wewe nani alikwambia usimwamini mwanamke? Wanaziweza. Ujue wanawake wanabadilika. Kwa nini umemuoa? Wewe ogopa mtu ambaye unalala naye umevua uchi kama ulivyotoka tumboni mama yako, unalala naye siku zote. Sasa akiamua kukumaliza na kumaliza. Sasa kwa nini usimwamini? Denisi, amini mke wako ni mwili mmoja. Bwana asifiwe sana. Lakini Biblia inasema kwa habari ya mwanamke ya kwamba huyu ni kichwa cha nyumba. Lakini wewe Naomi, kazi yako ni kumtii Denisi. Amen. Kutii ni pamoja na kuwa na maneno machache. Hata kama wanawake mmeumbiwa kuongea. Nimefanya utafiti, ndoa nyingi zinavunjika kwa sababu ya sema kamdomo. Sema tena kamdomo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hawezi kufunuliwa. We. Tulia. Bado kufunuliwa bibi harusi. Avumilie. Kama umevumilia siku zote utashindwa leo naona. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo nimesema gharama ya kwanza ni kuacha kwenye ndoa. Gharama hiyo ni gharama ya kuambatana. Gharama ya pili ni uvumilivu. Unapoambatana na mtu lazima uwe mvumilivu. Kwa sababu huyu amezaliwa Mbeya, huyu amezaliwa Geita. Sasa huyu amekuwa kwenye familia yake na tabia zake, na huyu amekuwa kwenye familia yake na tabia zake. Haimaanishi kwamba hata kama angekuwa ameokoka anaomba mpaka malaika wanaonekana, haimaanishi kwamba watakuja kukwazana, my friend. Makwazo yapo, lakini kinachotakiwa ni uvumilivu. Halo? Naomi leo Denisa anacho, kesho ana. Usianze kumwambia wewe mwanaume gani suruali ufai. Muone ulivyo mrefu mpaka unataka kutoboa dali. Nikisikia hizo habari, mimi unanifahamu vizuri, sintakuelewa. Lazima tuvumiliane. Biblia inaeleza kwa habari ya kuchukuliana. Lazima tuchukuliane. Na ndio maana Mungu anasema nitakupa kufanana naye. Sema amen. Huyu anaweza kawa ana hasira au hata akiambiwa kitu aelewe. Lakini mpaka wewe ukienda mgeni unasema hivi huyu anaishije na huyo ndo Mungu aliyempa. Yaani yeye ameshamjua wala haimpi shida. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Watu wengi leo ndoa zimevunjika na wameshindwa kuambatana kwa sababu ya kutokuwa na uvumilivu. Ujue mwanaume akimwacha mwanamke kwa sababu hazai, kwa sababu amechelewa kuzaa miaka 10, 20 na wana mtoto, ni kwa sababu amekosa jambo linaloitwa uvumilivu. Hana neema ya kuambatana. Watu ambao wanapendana wanaambatana katika shida na raha. Ndio maana hata katika kiapo lazima tutauliza, Denisi, utamtunza mkeo katika shida na raha? Yaani mimi nashangaa mtu anamwacha mke au ndugu anashauri huyu umeoa mgumba. Ukiona mumeo anakuacha kwa sababu hujazaa, halikuwa hajaambatana na wewe. Aliambatana na wewe, anakufa na wewe mpaka mwisho wa dahari, hatavumilia. Sawa?
Takupa mfano, kuna mchungaji mmoja hapa Dar es Salaam maarufu sana wa Mito ya Baraka. Alipata mtoto uzeeni. Mchungaji Mwakiboro alipata mtoto uzeeni. Lakini hajawahi acha mke wala hajawahi kutafuta magoli ya nje. Alivumilia. Kwa hiyo kuna uvumilivu katika ndoa. Na nielewa marusi, uvumilivu ni muhimu sana. Vumilia hata kama tabia inakukera, vumilia. Ndoa kwako hakuna namna. Yaani leo ndo tunakwenda, ni kama ukipiga zege namna ya kuibomoa ni ngumu. Ndivyo sasa ambavyo leo inakwenda kutokea. Naomi, ukiuziwa lia, pangusa machozi ila mwambie sing'oki hapa. Yani mimi ninachojua, yani wewe mwambie ninachojua mume wangu, najua kuolewa, sijui kurudi nyumbani. Hata akikwambia mwambie sawa, lakini mimi hapa sing'oki, mimi niko na wewe, naama na wewe. Si mwili mmoja, unaachaje mwili mwingine huko gawanyike? Nenda naye. Ndio maana kadada kaimba naenda. Lazima sema amina. Nimalize gharama ya mwisho. Gharama ya mwisho ya kuambatana. Ukishambatana mtu, hakuna cha peke yako. Amen. Bwana asifiwe. Wanaume wengi wasiri, nitazungumzia kwa upande wa wanaume, hata na wanawake. Ni mbaya sana kwenye ndoa, ili mfanikiwe lazima mshirikishane. Mkae chini mfanye maendeleo. Nimepata hiki, tunafanyaje? Bwana asifiwe sana. Ila leo wanaume cha kwao ni cha kwao, na wanawake wengine cha kwao ni cha kwao. Unakuta mwanamke anajenga nyumba Mbagala, labda wanaishi Mbezi, mume wake ajui. Au unakuta mwanaume mpaka akaunti ya benki ya kwake mke wake haijui namba ya siri. Mimi nishaonaga ndugu yangu kabisa, anakaribia kufa, kabanwa na kitu, mpaka leo yupo, anakaribia kufa. Mke wake ana kazi huko nyumbani, ni mkulima, yeye anafanya kazi wa serikali, kabanwa. Wanatafuta gari, ipo, mafuta hamna, hawezi kuongea. Pekua ATM zimepatikana, lakini mama hajui namba ya siri. Amen. Sisi duniani ni wapitaji, hatuna warranty ya kuishi duniani. Unaweza ukawa unaficha, siku yoyote Mungu akiamua na kuchukua. Unaweza ukakuta ulikuwa na mali, watoto wako wakaanza kuomba barabarani, mali wakala wengine, nimeshayaona sana. Kwa hiyo kwenye ndoa hakuna cha peke yako. Hata namba ya siri ya M-Pesa mke haijue, mume haijue. Sawa sawa? Sawa sawa. Nisikie makofi kwa Yesu. Mimi akaunti zangu mke wangu anazijua, ila mimi sifi leo. Sawa kufa, mimi sifi leo bado sana, ila mke wangu lazima azijue. Sema amen. Sasa usiishi kama mwanaume. Wewe sio Mungu, hakuna mwanaume Mungu. Kwa hiyo hakuna cha peke yako. Cha Naomi ni cha Denisi, cha Denisi ni cha Naomi. Mkiishi kwa namna hiyo, mtauona utukufu wa Mungu na neema ya Mungu na baraka za Mungu zitakuwa juu yenu. Sema amina kama mnanielewa. Sema amina tena watu wa Mungu. Kuna mtu amenielewa Naponya watu hapa, na najua kuna wanaume ambao anasema hiki ni cha kwangu. Hata ukimgusa anakuambia wewe vipi? Ulinitafutia kwani? Ni sauti ile kubwa. Wewe ni sauti ile kubwa, unaijua mauti wewe? Mauti inakulamba na sauti lako. Inakulamba vizuri. Kwa hiyo lazima tuishi kwa kushirikiana. Mjadiliane, ndipo maisha yanapotokea. Ndipo mambo mazuri yanapotokea. Dennis, umenisikia? Naomi, umenisikia? Lazima muwe na ushirikiano. Mnakaa chini. Nyumba yenye amani ni nyumba wanaokaa wakaongea. Amen. Ujue mwanamke anaweza kawa na shauri jambo, mwanaume anamwambia umeanza sasa, umeanza. Muone na mdomo, umeanza. Lakini anakushauri jambo jema ambalo lingekusaidia. Nilishawahi kumwambia mtu mmoja, nilikuwa namshauri, nikasema, kwa nini unamdharau mke wako? Kila kimwambia anamwambia wewe achana na mimi, wewe hamna kitu. Achana na mimi, wewe fanya yako tu. Kamwambia muache tu, huyu tutamhesabia siku. Siku moja katika harakati kapigwa na sheria. Wa kwanza kumpigia ni nani?
Hawezi akampigia mchepuko, anampigia mke. Mchepuko hawanaga msaada. Amen. Mchepuko wao ni kufyonza tu. Vikikauka anageukia pengine. Ila mke, uwe nacho usiwe nacho, ni mke. Bwana wabariki sana. Bwana wabariki sana. Tumpigie Yesu makofi. Haleluya. Chukua sadaka yako kwa sababu hii ni ibada kamili. Chukua sadaka yako, mtu wa Mungu. Chukua sadaka yako, tuingie kwenye sakata la ufungishaji.